atuongoze kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Somo letu la leo asubuhi ya leo lina kichwa kinachosema kizazi cha dhahabu. Kizazi cha dhahabu, au kwa Kiingereza Kiingereza unaweza kutumia neno zuri linalosema ni golden age. Kizazi cha dhahabu au golden age ni kizazi ambacho kinaaminika ni kizazi chenye mafanikio makubwa, kizazi chenye amani, kizazi ambacho hakina shida. Kwa kizazi hiki cha dhahabu, nadharia ya dhamani sana ilianza kusafiri na ilitokea kule Babeli, ambapo katika ule mnara wa Babeli furo yake ya 4 ilikuwa imechorwa rangi ya dhahabu ambayo ilikuwa inawakilisha jua. Na kule India wana kitu kinachoitwa yuga. Yuga ni kitu kinaitwa ni age, yani ni vizazi, na wana vizazi 4. Na vizazi vyao 4 ni vya ajabu. Kuna kizazi cha dhahabu, kuna kizazi cha silver, kuna kizazi cha bronze na kuna kizazi cha iron. Ile Daniel sura ya 2 kuna madini kama hayo, kuna dhahabu, kuna silver, kuna bronze na kuna iron. Hapo hakuna tu udongo. Lakini katika kizazi cha 4, kizazi cha Wahindi, chenyewe kinasema ya kwamba Satya Yuga ni golden age. Kwa katika kizazi cha 4 ambacho ni Satya Yuga itakuwa ni golden age. Hakuna shida, hakuna tabu. Nadharia zile za Babel ya kale zikatawanyika, zikasambaa dunia nzima, na kule India ikaitwa Satya Yuga. China nao ana kitu kinaitwa the golden age of China, wakati wa huyo mfalme aliitwa Qinglong Empire. Baadaye kuna China golden age wakati wa Tang Dynasty. Wao wanasema vipindi vya golden age, vipindi vya kizazi cha dhahabu hujirudia mara kwa mara. Katika uchumi nao wana mambo ambayo yanasema hivyo, new golden age, ambayo the revolution against political corruption and economic chaos. Mwandishi wa hicho kitabu anaitwa Ravi Batra, New York Times best selling author of that time, ambaye aliandika kitabu hicho kikiongelea kizazi kipya, yani kizazi kipya cha dhahabu ambacho ni ni vuguvugu la mapinduzi katika rushwa za kisiasa na migogoro ya kiuchumi. Na katika maelezo yake akaandika kwamba dunia inapitia changamoto nyingi kama za changamoto za mafuta, changamoto za nyumba, kushuka kwa vipato, wizi, skendo za wizi na migogoro mingi ya kisiasa. Na akapendekeza mapendekezo, na mwisho kabisa anasema ni ili wapate true global economic prosperity, ili waweze kupata ukweli, yani kupata uchumi utakao kuwa wazi kiukweli, ambacho ni kitu ambacho Nimrod alikuwa anawaza na alishindwa. Upande mwingine, kwa upande wa Amerika, wao wana kitu kinachosema the golden age for America begins. Yani kizazi cha dhahabu cha Amerika ndio kimeanza. Na kinaanza wakati wa nani? Wakati wa Mr. Donald Trump. Kwa haijalishi utakuwa uko Republican, haijalishi utakuwa uko Democratic, kitu kinachotakiwa ni golden age for America. Ndio kitu kinachokuwa kikihitajika sana. Na wakasema itatengenezwa sanamu ya dhahabu tupu. Sanamu hii itakuwa ina urefu wa futi 22, na sanamu hii itatengenezwa ikiwa na mkono wa Donald Trump alionyoosha akiwa amekunja ngumi, na sanamu hii itakuwa ni ya pure gold leaf. Na watu wote wenye kiwango cha fedha kiasi hiki, dola takriban milioni 5 kwenye akaunti, wana haki ya kupewa the gold card, kadi ya dhahabu, ili waweze kuishi. Kizazi kina move, shifting ina move kwenda katika ulimwengu wa dhahabu. Habari gani juu ya muziki? The golden age of music inakadiriwa kati ya mwaka 1908 hadi mwaka 1913 katika Kwere, kwamba ilikuwa ni golden age of music. Baadaye ikaja album inaitwa The Golden Age of Music, Supersonic Revolution. Nikapenda hilo neno, Supersonic Revolution. Na katika picha iliyochorwa hapa kuna jamaa amefanya alama hii ambayo ni alama ya miungu ya Misri, ikiwa inamaanisha mabadiliko lazima yaweze kutokea. Hii ndio sababu dunia nzima watu wanaodai mabadiliko ni lazima wafanye hivi, revolution to come.
The golden age, Hasidic singers, cantorial revival in the digital era. Hawa wakaanza kusema kwamba kuna kitu kinatakiwa kiwe golden age. Golden age in music inamaanisha nini? Golden age in music ni album ya kwanza ya studio ya Arjan Lucassen, Supersonic Revolution. Ilitolewa tarehe 19 Mei mwaka 2003. Nadharia ya muziki na nadharia ya muziki. Albamu hii iliingiza muziki wa kuanzia mwaka 1970 na imetiwa moyo sana kimuziki na muziki kutoka katika miaka 1970, kuanzia muziki wa rock, kisha ikaenda from progressive rock to heavy metal rock, then to glam rock. Kwani muziki ulianza zamani, ule muziki wa mdundo kama progressive rock, baadaye ikaja heavy rock, then ikaja glam rock. Ukijumuisha hizo zote zinaweza zikasababisha kitu kinachoitwa supersonic revolution kwenye akili ya binadamu. Habari gani juu ya ulimwengu wa dini? Waislamu wana the golden age of Islam. Nao wana golden age of Islam. Mwandishi wa hiki kitabu ambaye anaitwa Harun Yahya anaelezea kwamba ili dunia iweze kufikia viwango vya juu kabisa, ni lazima iweze kuishi kulingana na maadili yanayofunuliwa katika Quran. Na katika ukurasa wa 16 wa The Golden Age, peji ya 16, akaandika maneno yafuatayo: enzi ya dhahabu itakuwa ni kipindi cha wingi wa mali, kwa kila kitu mtu anachohitaji kitachosheleza kulingana na mahitaji. Teknolojia itazalisha bidhaa nyingi kiasi kwamba njaa itatokomezwa milele. Ukifikia tu hapo unaanza kuona kuna uongo mwingi sana kwamba teknolojia izalishe bidhaa nyingi, alafu hizo bidhaa nyingi na chakula kingi kisababishe njaa itokomezwe milele. Huo ni uongo. Dalili za siku za mwisho, kutakuwa kuna njaa mahali mahali. Mathayo sura 24, njaa mahali mahali. Lakini teknolojia inaaminika, Waislamu hao wanafundisha kwamba kizazi cha dhahabu teknolojia itasababisha njaa iondolewe milele. Ni uongo wa wazi. Watu wenye imani watapata malipo makubwa kila jema wanalofanya duniani na ahera. Fadhila na wingi ambazo zitapenya kila dakika ya maisha zitakuwa ni neema ambayo Mwenyezi Mungu atawapa wale wanaoishi kwa kanuni na maadili za Quran. Kwa wale Waislamu wao wanafundisha itafikia kipindi tutapata golden age, kizazi cha dhahabu. Katika kizazi hiki cha dhahabu teknolojia itatusaidia na njaa itakoma milele, jambo ambalo haliwezi kutukia. Juu gani juu ya Protestant? Kuna Dr. David Jeremiah aliandika kitabu kinaitwa The Coming Golden Age. Hiki ni kitabu ambacho kimeandikwa katika muktadha wa futurism, yani kuelezea mambo in terms ya ufasiri ya unabii inayoitwa futurism, dispensationalism theology. Katika kitabu chake anaandika ule peji ya X10 namba ya Kirumi, we call this millennium the coming golden age. We can assemble the prophetic chronology in our mind: rapture, tribulation, Armageddon, millennium, eternity, and return of Jesus Christ. Sasa dispensationalism theology inafundisha futurism. Futurism ni kwamba unabii utatimia, kuna baadhi ya unabii utatimia wakati watakatifu wa Mungu hawapo, wako mbinguni. Kwa kinachofundishwa ni kwamba kanisa litanyakuliwa, wataenda mbinguni, dunia itapitia kipindi cha mateso makali miaka 7, baadaye kuna vita vitafanyika pale Israeli, wakati ulimwengu ukitaka kuwapiga Waisraeli, then jeshi la malaika litawapiga, vita halisi ndio inaitwa Armageddon kwao. Alafu dunia itapitia kipindi cha millennium, ile miaka 1000. Baada ya hapo watakatifu wataenda mbinguni, alafu Yesu atakuja, atawachukua, watapaa na watakaa mbinguni milele. Yani wao wanaishi mbinguni milele, hakuna kurudi tena duniani. Hiyo ndio chronology inayoelezewa kwa Kiswahili. Tunaita hii millennium unyakuo, dhiki, Armageddon, millennium, milele na kurudi kwa Yesu mara ya pili. Wakati mpangilio harisi wa matukio ni kwamba hukumu ya upelelezi inaanza. Watu wote lazima wapitie jaribu ambalo ni Sabato, muhuri wa Mungu aliye hai, wanapata mvua ya masika, wanaingia kwenye kilio kikuu, na wote watakao kuwa na mvua ya masika watapiga kilio kikuu. Mlango wa rehema utafungwa, mapigo 7 yatapigwa, na mwisho Yesu Kristo atarudi tena duniani. Hii ndio chronology halisi ya matukio ya unabii, sio ile
ya Dr. David aliyokuwa ameiandika. Habari gani juu ya Catholic Church? Wao wanasema the golden age of the Catholic Church, kizazi cha dhahabu cha ulimwengu wa Kikatoliki, ambacho wanasema ni kizazi kilichopatikana kipindi cha Papa Innocent wa tatu, wakati kanisa lilipokuwa na uwezo mkubwa wa kuongoza mambo ya kiroho na mambo ya kisiasa. Ni karne ya 13, ni miongoni katikati ya karne ya 13, kipindi cha zama za giza, wakati utawala wa papa umefikia kiwango cha juu kabisa, kabla ya miaka 1220 haijaanza hapo, wakati vuguvugu la matengenezo likiwa limeanzishwa na Protestanti. Hapo nyuma kidogo kilijulikana kama kizazi cha dhahabu cha Wakatoliki. Zingatia yafuatayo. Huyo ni Papa John Paul wa pili, na Papa John Paul wa pili anampatia mtu mamlaka ya kijeshi na mamlaka ya kidini. Huyo mtu anaitwa George Pegura, and George Pegura akisha kuwa knighted anakuwa na jina linaloitwa Sir. Kumbuka ifuatayo, ni watu wawili tu duniani wenye vyeo viwili tu duniani wanaoweza wakamknight mtu akawa Sir. Moja ni papa, mbili ni malkia au mfalme wa Uingereza. Basi hao ndio wana uwezo wa kumknight mtu akawa Sir. Waliobaki wote hawawezi. Kwa ukisikia Sir Alex Ferguson amekuwa knighted, it means kwamba anabeba majukumu ya mamlaka ya kijeshi na kuna muda anabeba majukumu ya mamlaka ya kidini. Sasa huyu Sir George Pegura ni founder of Catholic Golden Age Association in America. Habari sana. Kwa yeye ndio alikuwa mwanzilishi wa kizazi cha dhahabu, jumuiya ya kizazi cha dhahabu kule Marekani, ambayo ilijengeka katika kuwatunza wazee ikiwa chini ya order inayoitwa St. Gregory. Kwa haijalishi utakuwa umetoka katika Dominicans order au umetoka katika Franciscans order au umetoka katika Jesuit order au umetoka katika Gregorian order, haijalishi, unamserve mtu mmoja tu na purpose moja, kukuza mamlaka hiyo dunia. Na hii ndio ilikuwa familia yake ikielezewa hapo. Na nyuma kidogo ya hii familia, picha ilipopigwa vizuri, kuna mama na mtoto. Wale ambao wanakumbuka ile Babeli ya asili, kulikuwa kuna mama na mtoto. Sasa hii ni video, sijui kama Jaffa itatupa sauti. This ilikuwa video ya clip ile ya kwanza, nadhani session 2. Yes, ni session 2 ya somo letu lililokuwa linaitwa Babeli ya asili, ambapo Rumi kulikuwa kuna mama na mtoto, India mama na mtoto, Mexico mama na mtoto, Egypt mama na mtoto, Greek mama na mtoto, China mama na mtoto, Hittite mama na mtoto, kila mahali mama na mtoto. Na Matendo 19 fungu la 27 inasema, bali hekala Mungu mke aliyemkuu Artemi kuhesabiwa si kitu, kuondolewa utukufu wake, ambaye Asia yote na walimwengu wote humwabudu. Kwa hiyo mama anaabudiwa ulimwengu mzima katika form na namna mbalimbali. The Golden Age of Catholic, wanaandika hapa Catholic mwaka 2012, the Golden Age cometh. Mwaka 2012 Wakatoliki wakaona kizazi cha dhahabu kinakuja wapi? Marekani. Na waliona hiyo kwa sababu namba ya watu wenye kufanya maamuzi katika Marekani ilikuwa inaongezeka, ambao walikuwa Wakatoliki. Ndipo hapo Trump anasema the golden age for America begin. Swala msingi la kujiuliza ni hili: nadharia ya kizazi cha dhahabu ilitoka wapi? Na ni nini kilicho nyuma yake? Hiyo nadharia kwamba kuna kizazi cha dhahabu ilitoka wapi? Ilitoka hapa Babeli, ambapo katika na floor ya 4 ilikuwa ni ya dhahabu ikimaanisha jua, na ikakuzwa sana wakati wa sanamu ya majivuno ya mfalme Nebukadreza. Nebukadreza, baada ya kuelezewa na Daniel ile njozi ya historia isiyofutika, somo tulilojifunza wiki iliyopita, akaelezea kwamba kuna sanamu ya majivuno akajitengenezea, ambayo sanamu hii ilikuwa ya dhahabu. Neno dhahabu linaunganisha Daniel 2 na Daniel 3. Nebukadreza hakupenda maana ya ndoto na akatamani kubadilisha hali ya kiunabii. Neno sanamu linafanana katika sura ya 2 na sura ya 3. Usemi simamisha umetumika mara kwa mara katika sura zote mbili, sura ya 2 na sura ya 3. Kumbuka ya kwamba katika Daniel 2 fungu la 24, Mungu atausimamisha ufalme wake ambao utadumu milele. Nebukadreza naye anataka kuisimamisha sanamu yake ikiwa ya dhahabu, ikimaanisha ufalme wake utadumu milele.
Kwa ni falme mbili zinazokuwa zikipigana hapo. Ellen White anaandika maneno yafuatayo, Prophet and Kings, ukurasa 508 paragraph ya pili. Baada ya kuiga sura hiyo kama alivyoiona, angalizidisha ile ya awali. He would excel the original. Sanamu yake haipaswi kuharibiwa sanamu kuanzia kichwa hadi miguu, bali inapaswa kuwa ya dhahabu kabisa, iliyofananishwa kote kote katika Babel kama ufalme wa milele usioangamizwa wenye nguvu zote, ambao unapaswa kuvunja vipande vipande falme nyingine zote na kusimama milele. Kwa Nebukadreza aliposimamisha ile sanamu yake ya dhahabu, akataka sanamu hii iweze kuwakilisha ufalme wake, ambao ufalme huo utadumu milele. Na interesting part ni kwamba katikati yake kulikuwa kuna vijana watatu waaminifu ambao hata iwaje walikuwa hawawezi kukubali. Kusujudu mbele ya sanamu haikuwa tu ishara ya utii kwa serikali, bali ilikuwa pia ni ishara ya kidini, maana Wababeli walikuwa na miungu mingi sana, na Mungu mkubwa kuliko wote ndio Mungu aliyekuwa amesimamishwa. Daniel 3:14 Biblia inasema, enyi Shadrach, Meshach na Abednego, je, ni kwa makusudi hata mtaki hamtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Neno la Kiingereza zuri linatumika to worship the golden image, kwamba unatakiwa uiabudu sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha, maana alikuwa Mungu mkubwa sana hiyo sanamu. Sanamu hii mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha ilikuwa ina vipimo maalum na ilikuwa ina hesabu kwa heshima ya miungu ya Babel. Yaani kwa dakika hizi chache natamani tu deal na hapo, tuone tunafikia wapi. Daniel 2 anasema, Daniel 3 fungu lile la kwanza, Nebukadreza mfalme akatengeneza sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Yaani urefu wake ulikuwa ni futi 90 na upana wake ulikuwa ni futi 6. Kwa Nebukadreza akatengeneza sanamu ndefu ina futi 90 na futi 6, akaisimamisha katika nchi tambalale ya Dura katika wilaya ya Babeli, na kaagiza watu wote waweze kuitii na kuiheshimu. Professor Ranko Stefanovic katika kitabu chake kinachoitwa Revelation of Jesus Christ, ukurasa wa 417 anaandika maneno, anasema, hisabati ya Babeli ilitegemea mfumo wa kijinsia, Kiingereza ni sexagesimal system, ambayo vitengo vya msingi vya kuhesabu vilikuwa nambari 6 na 60. Mfumo huu wa kijinsia sexagesimal system umekubaliwa ulimwenguni kote kwa vipimo vifuatavyo. Kwa mfano, kipimo cha arc, yani ukiwa unaandika ile namba kwenye duara afu juu unaweka kama kanusu duara, ile arc ni kipimo cha zamani sana cha Kibabeli, au pindo, pembe, na kwa mgawanyo wa wakati. Yani wakati unavyogawanywa, sekunde, dakika moja na sekunde ngapi? 60. Siku ina masaa mangapi? 24. Then mwaka una siku ngapi? 366 au 65 na robo wa Gregorian. Mwaka wa Biblia una siku 360. Sasa hivyo inavyokuwa ikienda ni mfumo fulani mzuri uliotengenezwa zamani. Mfano, sekunde 60 hadi 60, dakika 60, masaa 24, siku 360, degree news ya 360 ni mfumo uliotengenezwa Babeli, old system of Babylonian. Tukizidisha 60 mara 6 unapata jumla ya 360. Lakini jambo la ajabu ni kwamba namba 360 ilikuwa nambari takatifu sana huko Babeli. Jambo namba 2, degree 360 na siku 360 zinawakilisha mzunguko kamili wa wakati na mzunguko kamili wa nafasi. Jambo jingine la msingi ni kwamba miungu 36 iliweza kutawala miungu ya Babeli, ilijulikana kama Babylonian Pantheon. Kila mmoja ilikuwa na zaidi ya degree 10 za nafasi na siku 10 za muda. Na ndio kanuni hiyo, ili kuweza kuikuza duniani, Ufaransa wakajaribu kutengeneza juma lenye siku 10 wakati wa mapinduzi ya Ufaransa. Lengo ni kuondoa juma la siku 7 na kukuza miungu ya Babylonian ambayo ilikuwa na siku 10 za muda na nafasi ya degree 10. Lakini kila wakihesabu zile siku zilikuwa zinagoma, hazifiki 10, wakashindwa kutengeneza juma lao la siku 10. Na nambari 1 hadi 36, ukichukua 1 ukajumlisha 2 ukajumlisha mpaka 36, jumla yake inakupatia 666, ambapo 666 ilijulikana kama nambari kubwa sana ya Mungu Jua, ambaye alikuwa ni Mungu mkuu wa miungu yote, ambapo nambari hii ilikuwa ikiwakilisha
na ikibebwa katika hekalu la Marduk mungu jua, aliyefikiriwa kuwa mtawala kamili wa wakati wote na anga zote pale Babeli. Kwa jumla ya namba ambayo ilikuwa ni kubwa iliyokuwa ikitawala, jumla yake ilikuwa namba 366. Na Babeli walikuwa na mfumo wa ukuhani, na makuhani walikuwa wanavaa hirizi. Wakivaa zile niseme hirizi maybe, but walikuwa wanavaa kitu kama umeona hii tai yangu niliyovaa. Sasa kuna wale watu wanavaa kitu wanavaa shingoni, alafu inakuwa ina kama urembo inaninginia, inaitwaje, cheni. Tuchukue mfano, walikuwa wanavaa kitu kama cheni, hiyo hirizi. Sasa cheni hii ilikuwa ina nembo mbele na nyuma, yani ilikuwa ina nembo mbele na nyuma. Na hirizi hizi au medali hizi walizokuwa wanavaa shingoni, Wababeli waliabudu miungu iliyokuwa ni jua, mwezi, sayari na nyota. Na medali hizo zilikuwa zinajulikana kama Siga Soris, muhuri wa jua, ambazo zilifananisha vikundi 36 vya nyota. Na katika utawala huo, medali hizo za Siga Soris zilitengenezwa kwa dhahabu safi kabisa, ambayo iliwakilisha rangi ya jua. Sio kwa bahati mbaya kwamba Isaya 14 fungu la 4, Babeli ni ufalme, inaitwa ufalme wa dhahabu. Sasa Biblia inasema yafuatayo, Isaya 14 fungu la 4, nitasoma King James Version. Anasema the golden city seized, ambayo hapa juu alikuwa anaelezea the king of Babylon, and he say how had the oppressor seized the golden city seized, yani mji wa dhahabu ukakomeshwa. Kiswahili kinatumia neno dhaifu sana, mji ule wenye kiburi, wenye jeuri. Sio hiyo, ni the golden city. Kwa Babel ilijulikana kama golden city, na sio kwa bahati mbaya pale Daniel alipomwambia mfalme Nebukadreza ya kwamba, Daniel anamwambia Nebukadreza ya kwamba wewe ukichwa kile cha dhahabu. Ni kwa sababu Daniel alikuwa mwanafunzi mzuri wa unabii, na Daniel alisoma unabii wa Isaya, maana unabii huo ulielezea kwamba utawala wa Babeli utawakilishwa kwa kitu kinachoitwa dhahabu. Wapendwa, tuko pamoja? Mwanafunzi mzuri wa unabii wa kitabu cha Isaya atagundua yafuatayo. Isaya alitaja Babeli ni dhahabu, alitaja Middle Persia, Wamedi na Uajemi kama ni silver, alitaja kama Ugiriki kwamba itakuwa ikiwakilishwa na shaba. Alitaja Isaya. Kwa Daniel, mwanafunzi mzuri, aliweza kuyafahamu hayo mapema sana. Na medali hii ya hirizi ilikuwa na duara iliyokuwa kama jua, na ilikuwa na pembe 6, yani hexagon ndani ya hirizi. Na hii ndio ile medali iliyovaa hirizi. Ilikuwa namna hii, na ilikuwa na kichwa kama kichwa cha simba, alafu kulikuwa kuna mabawa, ambao mabawa hayo yalikuwa tu ni kama sharubu za simba, ambayo ilikuwa ikilisha miale ya jua. Malaki 4 fungu la 2. Alafu alikuwa na yale mabawa aliyokuwa nayo. Ukikuza hii picha, ndio jumla yake, ndio mbele ilikuwa namna hii, inaonekana ikiwa na masharubu ya simba. Alafu ndani ilikuwa ina namba ndogo ndogo zimepangwa 1 mpaka 36, ambazo jumla yake ukizijumuisha chini kabisa hapa ya hii sehemu ilikuwa imeandikwa 666. Mungu mkuu wa Babeli wa wakati huo. Duniani leo wale wanaofanya unajimu, elimu za uchawi za zamani sana za Henoko, Leo au Simba, ni kipindi cha joto mwezi Julai 23 mpaka Agosti 22, na Warumi walichukua sehemu kubwa mfumo wa kidini wa Kibabeli na wakaukopi, na mara baada ya kuukopi mfumo wa nambari, walichanganya herufi na alfabeti za Kilatini, na jumla yake walipata 666. Ndio ile inaitwa Vicarious Firidae. Jumla yake ni 666. Ni mfumo wa kizamani sana wa hesabu hizo. Siko kwa bahati mbaya, waraka wa kwanza wa Petro 5 fungu la 13, mtume Petro anapoitambulisha Rumi kama Babeli, zingatia fuatayo. Petro wa kwanza 5 fungu la 13, Swahili Union Version inasema mwenetu mteule hapa Babeli awasalimu. Wakati huo Petro alikuwa yuko Rumi gerezani, anaandika akisema mwenetu
mteule hapa Babeli awasalimu ni translation dhaifu. King James Version inatumia neno lifuatalo: the church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you, and saluteth Malchus my son. Yani kanisa liloko Babeli, yani kanisa liloko Rumi linawasalimu. Vivyo hivyo mwanangu Marko awasalimu. Habari zenu. Sasa hiyo ni kwa sababu Babeli ilikuwa heshima kubwa kwa miungu hiyo. Sasa kwa dakika hizi 4 tunamalizia hivi yafuatayo. Ili kuharibu uwezo wa kufikiri wa watu, muziki ulikuwa njia kubwa ya kuharibu akili za kufikiri katika kizazi cha dhahabu cha Nebukadreza. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akasema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mmeamuriwa hivi, yani hiyo ni amri, ya kwamba wakati mtakaposikia sauti ya panda, filimbi, kinubi, zeze, santuri, zomali na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadreza aliyosimamisha, na kila mtu asiyeanguka na kuiabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Mambo ya kuzingatia ni haya yafuatayo: 1, ni amri, mmeamriwa. 2, anasema ni lazima, sio ombi, ni amri, lazima uweze kutii. 3, ni kuanguka, kuisujudu ile sanamu ya dhahabu ya Nebukadreza. Zingatia yafuatayo: athari ya muziki wenye mdundo kwenye akili ya binadamu ni sawa na dawa za kulevya. Christian and rock music, aliandika Samuel Bakikoki kurasa 65. Na katika medicine, katika tasnia ya utabibu, inajulikana kwamba sehemu inayohusika kuzalisha hisia ya mtu kupata furaha, motisha, chuki au malipo ni nucleus moja inaitwa nucleus accumbens, ambayo inapatikana kwenye ubongo. Ambayo nucleus hii kiathirika, mtu anaweza akapata sonona, depression, mtu anaweza akapata overexcitation. Kwa mfano kuna wale watu ambao wana ugonjwa unaitwa OCD, kwamba mimi nikigusa kiti siwezi kukaa mpaka nichukue kitambaa nifute alafu ndio nikae. Nikienda sehemu siwezi kufanya chochote, lazima nipasafishe ndio nikae. Inaitwa OCD, obsessive compulsive disorder. Shida ipo kwenye nucleus accumbens ambao wanakuwa nayo. Sasa muziki wa mdundo unaathiri nucleus ya accumbens na mtu anakuwa kama mgonjwa wa dawa za kulevya, anakuwa teja. Hii ndio sababu leo katika makanisa yetu leo muziki ni sanamu ambayo Wakristo wanaodai kuitunza Sabato wanafanyaje? Wanaiabudu. Hii ndio sababu Mungu hapendi kabisa watu waimbe wachache mara nyingi, bali anachopenda ni hiki. Testimony for the Church, gombo la 9:144 paragraph ya 2, the singing is not always to be done by few, as often as possible let the entire congregation join. Nisha kufanya effort sehemu fulani, wakiimba kwaya, mganga anasema wakiimba wale wachache mambo yangu yanaenda, wakiimba wengi mambo yangu yaenda. Nataka Mungu wa wengi, sitaki wa wachache, na unitofautishie Mungu wa wengi na wachache, nitakuja kusali hapo. Sikuweza kujibu hilo swali, na wala sikuweza kumjibu yule mganga. Muziki is not noise, but singing is like music of the bird. Inafanana na muziki wa ndege, unakuwa muziki laini sana. Then anasema the voice can and should be modulated, softened and subdued. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio njia Nebukadreza aliyotumia kuua akili za watu ili waiabudie sanamu ya Nebukadreza aliyoisimamisha. Tutaendelea wakati mwingine tukimalizia sehemu ndogo iliyokuwa imesalia. Bwana wabariki. Tusimame tuombe. Baba yetu mwema, Mungu uishiye juu mbinguni, tunaishi katika kizazi ambacho kinajiita kizazi cha dhahabu. Kama Nebukadreza alivyosimamisha kizazi chake na kukiita kizazi cha dhahabu, ndivyo leo tulivyo. Na kama namna ambavyo Nebukadreza alihadaa watu kwa kutumia muziki wa kila aina duniani, ndivyo leo ambavyo muziki wa kila aina unatumika kuhadaa watu. Na kuhadaa huku kumekuwa kukubwa kiasi kwamba watu uwezo wa kutofautisha jema na baya umekata. Mungu wa mbinguni, msaada pekee na ulinzi pekee tunaweza tukaupata kutokea kwako. Kama jinsi ambavyo watu wako wa vizazi vyote walikukimbilia ukawasaidia, na sisi tunakukimbilia, tunaomba ukatusaidie katika kizazi hiki dhalimu cha dhahabu cha Babeli. Sisi tunaomba tukapate dhahabu safi tokayo kwako,
ambayo itatusaidia kukuona ujapo mawinguni mara ya pili, kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.